Habari za wakati huu, mtazamaji wa SQF TV, karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo. Kuna Mependo Godson. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema maonyesho ya miaka 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba mwaka 2026 yanatarajiwa kuweka historia mpya kwa kushirikisha zaidi ya waonyeshaji 1400 kutoka ndani na nje ya nchi, atuonyesha kukua kwa hadhi ya maonyesho hayo katika kukuza biashara, uwekezaji na uchumi wa Tanzania. Maonyesho ya miaka 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba. Katika kipindi hiki tumeshuhudia mafanikio makubwa yaliyochochewa na kazi nzuri ya Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade, hususan katika maandalizi ya maonyesho haya muhimu kimataifa ambayo kwa mwaka huu yanabeba kauli mbiu isemayo maonyesho ya biashara ya kimataifa Sabasaba, fahari ya Watanzania. Mwaka huu ni mwaka wa kipekee sana katika historia ya biashara na maendeleo ya uchumi wa Tanzania, kwani tunaadhimisha jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba. Kwa nusu karne, maonyesho haya yameendelea kuwa jukwaa kuu la kukuza biashara, uwekezaji, ubunifu, teknolojia na ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na mataifa mbalimbali duniani. Kauli mbiu ya maonyesho ya Sabasaba ya mwaka 2026 ni maonyesho ya biashara kimataifa Sabasaba, fahari ya Tanzania, inabebwa na kauli mbiu ndogo inayosema bidhaa za Tanzania kimataifa zaidi na biashara za Tanzania kidijitali zaidi, huku neno la hamasa likiwa Sabasaba 2026 kubwa kuliko. Kauli mbiu hii inaakisi dhamira ya serikali kuendelea kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara, uwekezaji na matumizi ya teknolojia katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, Tanzania imeendelea kupanua ushirikiano wake wa kibiashara na mataifa mbalimbali duniani kupitia diplomasia ya uchumi inayotekelezwa kwa mafanikio chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maonyesho ya Sabasaba mwaka huu yanabeba historia kubwa ya mafanikio ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Katika kipindi hiki chote, maonyesho haya yamekuwa chachu ya ukuaji wa biashara nchini kwa kuwezesha maelfu ya wazalishaji, wafanyabiashara na wawekezaji kupata masoko mapya, kuanzisha ushirikiano wa kibiashara, kutangaza bidhaa za Tanzania na kuvutia uwekezaji wenye manufaa kwa taifa. Sabasaba imekuwa sehemu ya historia ya maendeleo ya Tanzania kwa kuibua bidhaa, viwanda, teknolojia na biashara zilizochangia ukuaji wa uchumi na ajira kwa mamilioni ya Watanzania. Kwa mwaka huu, jubilei ya miaka 50, tunatarajia kupokea waoneshaji wa ndani zaidi ya 3891, waoneshaji wa nje zaidi ya 430 kutoka nchi zaidi ya 23, na aidha tunatarajia kuwa na wageni na watembeleaji zaidi ya 590,000. Maonesho haya yanatarajia kuzalisha ajira zaidi ya 22,800 za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja, hivyo kuendelea kuthibitisha mchango wake katika maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga matumizi ya biashara haramu ya dawa za kulevya, taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya Vision of Hope imeungana na vijana waliowahi kuwa waraibu wa dawa za kulevya kufanya usafi katika hospitali ya Kaloleni jijini Arusha, ikiwa ni sehemu ya kurejesha kwa jamii na kuhamasisha ushiriki wao katika shughuli za kimaendeleo. Akizungumza, mkurugenzi wa taasisi ya Vision of Hope amesema lengo la kushiriki shughuli hiyo ya kijamii ni kuonyesha kuwa waraibu wa dawa za kulevya wanaweza kupona, kubadilika na kuendelea kuishi pamoja na jamii kama watu wengine. Amesema jamii inapaswa kuacha kunyanyapaa vijana hao na badala yake wape nafasi ya kuonyesha mabadiliko yao kwa kushiriki shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Kuelekea katika maadhimisho ya kupambana na dawa za kulevya, tunasema tutumie mbinu za kiubunifu
kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo tunatumia evidence based prevention au treatment au namna ya kuwasaidia kitaalamu. Kwa hiyo tuna namna ya matibabu, psychotherapy, tunawasaidia kisaikolojia, lakini mwisho wa siku waelewe tatizo lao ni nini na namna ambavyo wanaweza wakaepukana na hilo tatizo. Kwa hiyo tunaigusa jamii. Kwa leo tumesema tuje tufanye usafi hospitali kama sehemu ya wito wetu katika kurudisha sehemu fulani ya kile ambacho tumekuwa tukifanya katika jamii. Tunashukuru kwanza kwa siku ya leo, vijana wetu wa Vision of Hope wamekuja kutusalimia, pia wamekuja kutusaidia kufanya usafi. Kwa kweli tunawashukuru. Hao vijana wetu ni nguvu kazi ya baadaye. Kwanza ni vijana wadogo sana, ni kuanzia miaka 20 mpaka 45 ndio wengi wamejikita kwenye hayo majanga ya kutumia madawa ya kulevya. Lakini tu mimi niisi jamii kwamba wakishatoka huko kwenye matatizo ya kutumia madawa ya kulevya, bado ni binadamu, bado wanathaminiwa kwamba ni binadamu ambao wana mahitaji muhimu. Wanahitaji kuwa na familia zao, wanahitaji kutafuta pesa kuhudumia familia kama vijana wengine. Kwa hiyo hawa vijana tuwapende na tuwalee na tuwahudumie kama vijana wengine, na tuwape utaratibu na tuwaambie matatizo na madhara yanayotokana na madawa ya kulevya. Kwenye jamii tunapeleka ujumbe wa kwamba sisi ni watu wa kawaida, wasio wanatunyanyapaa, kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu ambayo tuliharibu, ila kwa sasa tuna urejeo wa kweli. Kwa hiyo jamii situtenge, watuchukulie ni sehemu ya kawaida, watupe ushirikiano, maana tukipewa ushirikiano yote yanawezekana. Kwa leo hii tumezihirisha kwenye jamii, tumekuja kwenye kuchangamana na jamii, tumefanya kila kinachowezekana jamii tuone kwa jicho la pili kwamba sisi sio wale ambao tulikuwa waharibifu, pia tunaweza tukatengeneza na tukaboresha maisha yetu. Na hadi kubwa inayotokea, kila anayetumia madawa ya kulevya anafikia kiwango cha uenda wazimu. Kwa pale anapodhibiti anarudi katika hali ya utimamu. Na wengi ukija kukagua katika waraibu wanaotumia madawa ya kulevya au mihadarati, wengi wao wana vipaji na talanta kubwa. Wengi wao ni wasomi wazuri. Wengi wao ni watu ambao wamekulia kwenye mazingira mazuri na maadili ya kifamilia. Hivyo tuwape nafasi ya kuamini, kwani wakirudi pia tusipowajumlisha tena kwenye jamii, tunawapa hati tena ya kurudia, kwa kuwa nao wanajiona ni watu wasiofaa. Msimu wa 4 wa mashindano ya Meru Forest Adventure Race imezinduliwa rasmi, huku waandaaji wakitangaza kuwa mashindano hayo yatafanyika tarehe 29 na 30 Agosti 2026 katika eneo la Nakuru Waterfalls wilayani ya Rumeru, yakilenga kuhamasisha utalii na wa michezo, uhifadhi wa mazingira na kukuza uchumi wa jamii. Uzinduzi huu ni tukio wa kimkakati wa utekelezaji wa malengo ya nchi kufikisha wageni milioni 8 ifikapo mwaka 2028. Lengo pia la tukio hili ni kutambulisha utalii wa kiikolojia na utalii wa kitamaduni, ambapo utalii wa ikolojia unamhusisha mtalii kutembea ndani ya mazingira asilia yaliyohifadhiwa na kujifunza mfumo wa viumbe hai. Kupitia mkutano huu, Ofisi ya Mkuu wa Wilaya kwa kushirikiana na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS, Quality Sports Promoters na wadau mbalimbali, inaomba wadau, taasisi za umma na binafsi kutuunga mkono katika kufanikisha tukio hili, hasa katika maandalizi ya AFCON 2027 ambapo Arusha ni moja ya mkoa mwenyeji wa mashindano hayo. Meru Forest Adventure Race linaenda kufanyika msimu wa 4 tarehe 29 na tarehe 30 Agosti 2026. Kwenye tukio letu sisi hapa tutakuwa na mbio za baiskeli ambao ni kilomita 40. Tutakuwa na mbio za pikipiki tunasema enduro ambao ni hiti 2 ambao itakuwa na jumla ya kilomita 70. Lakini pia tutakuwa na kitu kinaitwa trail run au mbio za msituni ambayo itakuwa na kategori 3, kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 20. Lakini kipekee tutakuwa na ile kategori ya obstacle race ambayo kwa Tanzania sasa tunafanya sisi mara ya pili, na mwaka huu itakuwa na vikwazo 25. Kwenye upande wa usajili katika hizi mbio, kwenye kukimbia yani trail run itakuwa shilingi 40,000 kwa kila mshiriki kwenye kategori zote 5, 10 na kilomita 20. Lakini kwenye baiskeli itakuwa ni shilingi 25,000. Lakini kwenye enduro pikipiki itakuwa ni shilingi 50,000.
lakini obstacle race itakuwa ni shilingi 100,000. Na matukio yote haya yatafanyika kwa awamu mbalimbali. Tutaanza na baiskeli, tutakuja kukimbia, lakini tutakuja kumalizia na mchezo ule wa pikipiki ambao tumeona kwamba ni vivutio na ni mchezo ambao unapendwa na watu wengi kwa nyakati hizi. Kwa hiyo wito wangu mimi nawaambia baada ya kufunguliwa tu rasmi tuanze kujisajili, kwa sababu tuna namba maalum ambayo tunategemea ikifika basi tutafunga usajili wetu, na kama mnavyoona mwaka huu mwamko ni mkubwa. Kwa hiyo hakuna haja ya kusubiri kuja kukutana na sold out. Kwa hiyo niwakaribishe sana kwa ajili ya tarehe 29 na tarehe 30 Agosti ambao ndio itakuwa ni tukio letu la Meru Forest Adventure Race. Asanteni sana. Tukio hili linatoa fursa kubwa kwa jamii na wadau mbalimbali katika kuyatembelea maeneo ya utalii, katika kuimarisha michezo, akili, mafunzo. Yote haya tukiyafanya yanatujenga kimwili. Lakini pia tukumbuke kwamba kuna tukio la AFCON ambalo tunatarajia mwaka 2027 tunaenda kulifanya, na litakuwepo kwa asilimia kubwa mkoa wetu wa Arusha. Wanawake 30 wamekabidhiwa mtaji wa jumla ya shilingi milioni 9.3 kwa ajili ya kuanzisha na kuendeleza biashara, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuwawezesha kujitegemea na kupunguza umasikini. Akizungumza katika ugawaji wa mitaji hiyo, mkurugenzi wa taasisi ya Blue Cross Society of Tanzania Revocatus Singilina amesema kabla ya kukabidhi mtaji huo, wanufaika wote walipatiwa mafunzo ya ujasiriamali, usimamizi wa biashara na elimu ya fedha ili kuwajengea uwezo wa kutumia mtaji na kuhakikisha biashara wanazozianzisha zinakuwa endelevu. Leo tumekuwa na hafla fupi ya kuwapatia mtaji wa kuanzisha biashara wanawake 30 kutoka maeneo ya jiji la Arusha pamoja na wilaya za jirani kama Meru na Arusha DC. Mradi huu ni wa kuwawezesha wanawake wanaotoka katika mazingira magumu. Tunafanya hivyo kwa ajili ya kuwainua kiuchumi na kuinua familia zao. Mtaji ambao tumewapa leo una thamani ya shilingi milioni 9.3 na mtaji huu hauna riba. Kwa hiyo watafanya biashara, watapata kipato, watasaidia familia zao, lakini baada ya mwaka mmoja wanaomba warejeshe kwa ajili ya kuwasaidia wanawake wengine kwa idadi ile ile. Wanawake wasikate tamaa. Kwanza mimi hapa ni mfano, wachukue mfano kwangu. Mimi hapa kama mnavyoniona wanawake wenzangu, nauguza na mwanaume ana miaka 13 yuko ndani tu, hatoki nje, lakini sikujakata tamaa. Nimeipambana mpaka hapa nilipo, mpaka nimepata shirika letu la Blue Cross, wanatupa mbegu tunaenda kuotesha. Mwanamke cha kwanza kujiamini. Na shauri hata kwa wale ambao tumewezeshwa, tusiende kulalia ubongo, tuchangamke, tufanye kazi, tufanye vitu ambavyo vinaeleweka ili tuweze kuwawezesha wengine, tuzidi ambao maisha yao yako chini, maisha hawajui kwamba wataanzia wapi wala watamalizia wapi. Kwa hiyo wanawake tutoke kwenye kundi la tegemezi, tuingie kwenye kundi la kujenga familia iliyo bora ambayo itakuwa ni mfano hata kwa watu wengine. Tumepewa mkopo bila riba na ina msaada mkubwa kwangu mimi na kwa wenzangu, nao pia itakuwa ni msaada. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kanda ya kaskazini imefanikiwa kuwatia nguvuni jumla ya watuhumiwa 550 huku ikizima mitandao ya biashara hiyo haramu kupitia operesheni 227 zilizofanywa katika kipindi cha kuanzia Julai 25 hadi Julai 2026. Kufuatia hatua hiyo, serikali mkoani Arusha imetoa onyo kali kwa watu wanaojihusisha na biashara hiyo, ikisisitiza kuwa ukuaji wa sekta ya utalii na mikutano ya kimataifa mkoani hapa haitatumika kama kichochoro cha kupenyeza dawa za kulevya. Niseme ni ugonjwa, hakuna mtu anaamua sio kudhalilika, kuteseka kama tulivyosikia simulizi tofauti. Huu ni ugonjwa, na kwa mara ya kwanza kwenye historia ya binadamu imepatikana njia, na ni rahisi sana. Na njia ndio hizi nyumba, watu wakipita wanapona. Mimi nimepona, ni mmoja wapo, na wako wengi ambao wamenivutia kwa kupona kwao. Kwa hiyo ifika mahali honestly mimi nilichoka sana. Maana kama ni vitendo vya kinyama nishafanywa sana.
na kuwafanyia pia na watu wengine pia vitendo kwa kinyama nishafanya sana, lakini ilifika mahali honestly mimi nilichoka, lakini safari ambapo nilitaka msaada kwa ndugu, mimi ndugu alinikataa, babangu alinikataa, ndugu zangu wote walinikataa, wakaniambia nipambane mwenyewe. Kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako. Ndugu washiriki, vita bado inaendelea. Arusha ni mji unaokua kwa kasi, ni mji wa kibiashara, watalii, mikutano mingi ya kimataifa. Pamoja na fursa hizo, milango ya dawa za kulevya inabaki wazi. Kwa hiyo hatuwezi kupumzika. Ndiyo maana jukumu sio la DCEA peke yake, bali ni jukumu letu sote. Tumeona viongozi hapa wamesimama, wameeleza kila mmoja katika nafasi yake. Huo ni muunganiko, mnyororo wa kupinga matumizi na usafirishaji wa madawa ya kulevya. Kwa upande wa matibabu na urejeshaji wa waraibu katika hali ya kawaida, mamlaka hiyo imesema haijawaacha nyuma waathirika. Mashirikiano yetu yapo katika kuelimisha, ambapo kutoa elimu kwa umma ni jukumu mojawapo la ofisi ya TAKUKURU. Urejeshaji wa maisha ya wateja wetu katika jamii kwa kuwapatia fursa za kujijenga upya kiuchumi na kijamii. Afisa ustawi wa jamii wa DCEA kanda ya Kaskazini, Brenda Mbatia, amebainisha kuwa kwa sasa wanashirikiana na nyumba za upataji nafuu, yani sober houses 32 ambazo zinahudumia waraibu 937. Papobainika wanajihusisha kwa namna yoyote, aidha kwa kufadhili au chombo cha usafiri ikiwa ni gari, bodaboda, imetumika kwa namna yoyote dhidi ya usafirishaji haramu wa dawa za kulevya, mali zako zitataifishwa hadi miaka 10 nyuma na zitakuwa mali za umma. Ustawi na huduma za utengamao, pamoja na ukamataji na utoaji wa elimu, tunajua kwamba baadhi ya walioathirika wanahitaji msaada, si adhabu. Kama ambavyo tumesema, hatupaswi kuwanyanyapaa waraibu wa matumizi ya dawa za kulevya, ila tunapaswa kuwapenda na kuwaunganisha na huduma saidizi za matibabu ili waweze kupona na kurejea kwenye hali yao ya utengamao. Uhalifu mwingi unaanzia kwenye jamii. Kwa hiyo wananchi, sisi ndio tuna jukumu la kutoa taarifa kwenye vyombo hivi chunguzi ili viweze kufikisha taarifa hizi katika mamlaka ambazo. Ni hayo tu yaliyojiri katika taarifa habari. Asante sana kutenga muda kwa thamani kutazama taarifa hizi za habari. Kwa niaba ya timu nzima walioshiriki kuandaa habari hizi, nakutakia maandalizi mema ya Sabato, lakini pia weekend njema. Mimi ni Penda Goto.